Maana kuna maarifa mengine ukifunuliwa wewe ni mema, lakini yanakuua. Kuna sio kila maarifa ambayo utayapata. Kuna siri nyingine Mungu amezificha ambazo akikwambia hata wewe zitakuua kiroho. Ndio maana sio kila kitu utakimbilia kujifunza. Kuna vitu Mungu paka leo unamuuliza Mungu akwambii kwa sababu ya kiwango cha ufahamu wako. Akikwambia utakufa. Kwa mfano Mungu anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Ukimwona Mungu hautabaki kwa hai. Ukiona uso wa Mungu hautaishi. Kwa nini? Ili kumuona Mungu kwanza kuna maarifa ambayo Mungu anakufundisha. Hiyo siri anakuja kuifichua Daudi. Anaomba ombi moja, anamwambia Bwana Nifundishe njia zako. Kumbe kuna njia za kumwendea Mungu ili uweze kumuona uso wake. Na hiyo njia anakuja kuifunua Yesu katika kitabu cha Yohana 14:6. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yesu ni njia. Na hiyo njia huwezi kuipita kama hauna msaidizi wa kusaidia. Watu wengi katika hiyo njia wanachokea njiani. Kumuona Mungu ni kazi, sio rahisi. Njia yake ni nyembamba na yenye miba. Kwa hiyo katikati ile njia kuna mateso, kuna majaribu, kuna kuzongwa, kuna kuzuiliwa, lakini kuna hitaji mtu mwingine ambaye ni msaidizi, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia kupita ile njia. Kumbe kumfikia Mungu kuna principle, kuna kanuni. Kwa hiyo ukiona uso wa Mungu anakuambia hautaishi. Kwa hiyo ni maarifa ya hali ya juu, maarifa ya kiwango cha kiungu. Malaika wenyewe wanaficha nyuso zao, hataki kumuona Mungu kwa sababu Mungu anatisha, ule utishi wake. Lakini lengo letu tunazungumzia katika maarifa. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kwa hiyo tafuta kumjua sana Mungu. Ndio maana nasema tafuteni kujua ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Katika vyakula, iwe ni chakula cha kiroho, cha kimwili, chakula kimebeba maarifa. Unapokula chakula kuna maarifa unayopata. Hapa yenyewe hichi ninachokufundisha ni neno la Mungu, ni chakula cha nafsi yako. Kuna maarifa ambayo umeyapata, kuna ufahamu mpya ambao umefunguliwa kwa unavyonisikiliza hapa. Kwa sababu hichi ni chakula cha kiroho. Pia maarifa yanafungua ufahamu. Ndio maana wale walipokula yale matunda walifunguliwa ufahamu na macho yao. Kuna maarifa ukiyasoma katika neno la Mungu unafunguliwa macho ya roho.